pamoja na timu yote ambayo tumebahatika leo kushiriki kwenye jambo moja mimi nimeliona zuri sana. Mimi nitakuwa katika salamu zangu na mambo mawili matatu tu. Jambo la kwanza, toka moyoni nataka nishukuru sana wale ambao mlikuja mkapata wazo hili kubwa na sasa mmelileta kwa jamii ili tulipokee, tulitumie liweze kusaidia katika eneo hili la matunda na mboga mboga kiuchumi. Na ndio maana unaona mwelekeo wote ni kujaribu kuona namna ya kuita hata watu wengine, wadau mbalimbali duniani waje washiriki kwenye tukio hilo ili wajue kwamba na sisi ni wazalishaji. Ombi langu tu, jambo hili mkitaka tuliongezee uhai, lazima tutafute sasa namna litakavyokuwa linasimamiwa on a day to day basis. TAHA ni moja ya chombo muhimu sana, lakini tunaweza vile vile tukatafuta namna ya kuwa na kimuunganiko wa vyombo vingine vitatu vinne vinavyojikita katika swala hili. Kwa nini? Kwa sababu tukisha litupa hili kwenye ulimwengu, kunahitajika kazi kubwa sana ya namna ya kulisukuma. Tusije baada ya miaka 5 wakasema Tanzania hawana lolote. Hapana, lazima tuiendeleze. Na nalisema hili pia kwa sababu hapo ndio inakuwa kama think tank type. Wanakaa wanaibua mawazo mbalimbali. TAHA wakishirikiana na vyombo vingine na wajua na uwezo mkubwa. Mara mwisho nipata nafasi nilipokuwa Uingereza na Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi alikuja kule na akapewa heshima kuwa mkutano. Tulikuwa na wadau wa Kitanzania lakini na wengine. Kwa sababu ilikuwa inaonekana shida moja wapo. Unamuuliza nani kama unataka kuagiza mboga mboga kutoka Tanzania au matunda kutoka Tanzania? Kwa hiyo ubalozi ukakaa ukawaza ukajipa kazi, wakatengeneza website yao pale maalum kwa ajili ya kuwezesha wadau kuweza kujua akitaka hili anaweza kalipata kwa njia gani. Sasa mkiwa na kachombo, basi tunaweza tukafanya vizuri zaidi ili tuweze kuwa na uhakika kwamba watu hawapati tabu katika jambo hili. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uchumi jambo moja, lakini afya jambo la pili kubwa zaidi. Matunda na mboga mboga, wanasayansi wenyewe wametuambia ni aina ya chakula ambayo mwilini kwa binadamu lina thamani kubwa sana. Vyakula tunavyokula vingine ni kinga, vingine ni tiba. Sasa msione wakubwa Ulaya, Marekani wote wanahangaika wanataka matunda yatoke, ni kwa sababu wao walishaliona hilo. Mboga mboga tena tuna bahati sana, TAHA wanajua katika mboga zetu za asili Tanzania hapa, baadhi yake baada ya utafiti wamekuja kakuta yana thamani zaidi kilishe kuliko hata mboga mboga wanazotamba nazo huko nje. Ila sisi wenyewe bado tunahitaji kulijengea uhai zaidi ili tuweze kulipa nafasi kubwa zaidi. Watu waseme go to Tanzania, you get one of the best vegetables, lakini ndani yake ni lishe wanaoisaka. Kwa mimi naamini kupitia chombo hiki na uwepo wa ndugu yangu Dr. Mchemba, namjua kidogo, akiamua kulibeba wala alichukue hata muda, litakuwa limeshasimama na mtaona vitu vinakwenda vizuri sana. Kwa hiyo swala la afya nalo linaingia hapa hapa. Na huko tulikotoka Wapambe tulikuwa najaribu kulisemea sana hili. Si kwamba watu hawalimi mboga mboga, wanalima. Lakini kwa sababu hali ya umaskini iliyotukabili, yuko tayari kuuza kila kitu. Yeye atarudi atakula kila ambacho anaona kipo. Hatuwezi kumlaumu.
kwa sababu ni kweli fedha inahitajika kwa ajili ya shughuli nyingine. Kwa hiyo kupitia chombo hiki sasa, elimu ile tunaweza vile vile tukapata nafasi ya kuitoa vizuri zaidi, tena kwa umakini kuliko ilivyo pengine sasa. Kwa mimi nimalizie kwa kuwapongeza sana kwa kuja na jambo hili kubwa na zuri, na wapambe wale sasa wengine tushaanza kutafuta visingizio. Tayari tumeshapata entry point, na hiyo Novemba tatamani wote wadau twende tukashiriki, ili kutoka pale tuone namna tunavyokuweza kuendeleza kwa pamoja nchi yetu ikawa nayo ina sehemu ya mchango mkubwa katika eneo hili kiuchumi, lakini vile vile kiafya. Asanteni sana. Mungu atubariki sote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa kunipa kamwanya angalau na mimi niseme mawili matatu. Asanteni sana.